Chifu tumalizie na hili. Tumeona mnyama anahusishwa na kama so rasmi na Kibabage bwana. Kijana wetu wa Kitanzania anazunguka tu kwenye ligi, kwenye timu za ligi kuu hapa, mara Singida, mara wapi, mara Yanga. Unaonaje usajili wake kwa Simba Sports Club? Wamepata mtu sahihi au ndo yale ambayo kwamba ni mchezaji ambaye labda hajalipiwa chochote na nini? Kwa kweli unaonaje, ni usajili sahihi? Kwa sababu ukiangalia nafasi anayocheza ni nafasi ya kushoto ambayo kwa sasa hivi ameondoka Mohamed Hussein, yupo Mligo, bado wanatafuta namna gani kuweza kukava. Alikuwepo kiungo, alimsajili kiungo, lakini yule kiungo alikuwa anatumia kama namba 3 kule, lakini tunamwona anaingia eneo la katikati tena kuja kusaidia maeneo ya katikati. Kwa wewe unaonaje usajili wake? Nafikiri hapo kuna scenario mbili ambazo tutaweza kuziangalia. Scenario ya kwanza, ukimchukua Kibabage ukaja kumlinganisha na Mligo, unagundua kwamba kuna kitu ameongeza. Kwamba Kibabage ana kitu cha ziada kwa maana ya experience wise kidogo yuko juu, lakini pia hata maarifa, lakini pia uwezo wa kubalance katika maeneo yote kwa maana kushambulia na kulinda. Kwa hiyo when it comes unaamua kufanya comparison kati ya Kibabage pamoja na Mligo aliyekuwepo, utasema Simba wamepiga hatua. Lakini ukija kuchukua usajili wa Kibabage ukaja kureflect na mahitaji ya timu ili uweze kwenda compete na Yanga na Azam na Singida, bado amna alichokifanya. Na hapo linakuja swali, walifikiria nini kumwacha Mohamed Hussein alafu leo unamchukua Kibabage? Sasa hapo ndio Mohamed Hussein inaonekana labda walishindwana naye. Mohamed aligoma. Nisikilize. Siku zote hawa wachezaji wanaangalia maslahi. Yaani mimi ukiona na ninakuja wewe nakwambia bwana nipe kitu fulani, alafu unasema hapana, maana kuna offer ambayo iko zaidi ya juu. Kwa hiyo ukiamua kusema okay nenda, maana tayari jua umeshaandaa proper replacement ya mimi kuondoka kwangu. Ndio. Yanga waligoma kumuuza Azizi mara ya kwanza. Kwa sababu waliamini kwamba hawako tayari kucheza bila Azizi. Ndio. Unaelewa? Yanga msimu uliopita wamegoma kumuuza Diara. Wakaamini kwamba hatuko tayari. Ninapozungumza wanagoma, si kwamba wanagoma tu, maana yake unakwenda kutimiza demand zake yeye. Hata ukiangalia Pacome alichelewa kusaini mkataba. Ndio. Yanga kuona kwamba hawezi kwenda bila Pacome. Kwa hiyo ikawa lazima waweze kujistretch kwa level fulani ili waongeze contract kwa sababu bado anamhitaji. The same Tumzize hapa katikati. Jobu na Yanga. Mkataba wake ulikuwa umeisha msimu huu. Ikawa lazimu waweze kujistretch tena. Maana yake kwamba kama mtu kiwa unamhitaji utapanda dao. Kwa hiyo Simba walipoamua kuachana na Mohamed Hussein, maana yake tayari walikuwa na option. Je, option ndio Mligo? Na mimi nilizungumza hapa nikaonekana sieleweki. Nilizungumza nikamwambia kweli unasema kwamba unakwenda kuwania ubingwa. Unasema unakwenda kutafuta nusu finali ya bingwa barani Afrika. Je, hiyo nusu finali barani Afrika unakwenda kuitafuta? Unakwenda kuipata kwa kumtoa Aishi Manula na kumleta Yakubu Sulemani? Kwa kumtoa Chemaloni na kumleta Nangu? Kwa kumtoa Mohamed Hussein na kumleta Mligo? Unaelewa su? Kwa kumtoa Fabrice Ngoma na kwenda kumwacha nani huyu Yusuf Kagoma? Kwa kumtoa yule mshambuliaji ambaye ameondoka yule Ateba, sawa na kwenda kumchukua Salim Mwalimu? Sisi Salim Mwalimu. Unaelewa su? Nilioji hivyo nilikuwa nina mantiki kwa maana kwamba matarajio yote ambayo unakuwa nayo na malengo yote ambayo unakuwa nayo ni lazima ya akisi na resource ulizonazo. Kweli. Ndio unaweza kuwa matarajio. Huwezi kuwa na matarajio ambayo ndani ya resource ambazo uko nazo. Kwa hiyo ninachokiona ni kwamba moyoni au kwa jicho la ndani unaona Simba kama vile wamejitoa kwenye ushindani na wanaamua kutengeneza timu. Lakini when they come to public wanakuwa tofauti, wanaanza kuzungumza kwamba wanaweza kwenda kubata kuwania ubingwa, wanaweza kwenda kubata kufika nusu finali. Vinakuwa viakisi kwa sababu huyo unomzungumzia huyo Kibabage alikosa nafasi Yanga. Kweli. Na si kwamba alikosa, kwamba alikuwa tumiki, aliaminiwa mara kadhaa, lakini bado akawa hajafikia ile standard ambayo Yanga wanaihitaji. Kuna kipindi ilifikia tu mpaka bwana Shomali akawa anatumia kwenye huo upande. Lakini Simba walipata bahati ya kuwa na Mwenda ambaye anaweza kumudu kulia na kushoto. Uwezo wa Mwenda ni far better ukompea nani na Kibabage. Lakini ukaachana naye. Lakini pia ulipata nafasi ya kuwa na mchezaji mmoja alikuwa ni wa Burkina Faso, walimwacha. Hebu nikumbushe. Kwenye msimu uliopita beki namba 3, Nouma au nani? Valentino nani? Nouma. Je, unataka kuniambia Valentino Nouma anafanana na Kibabage? Two things different. Two things different. Level mbili tofauti. Level mbili tofauti. Sasa kwa nini unamwacha Valentino Nouma aondoke na unampa thank you? Maana yule swali uzwa. Unampa thank you
Valentino Nouma anaondoka, wakati tutegemea kwamba anapoondoka Mohamed Hussein yeye ndio aweze kuwa backup, kwa sababu walikuwa wanalizembo. Utofauti ulikuwa ni mdogo sana. Unamuuza anaondoka Hussein, unakuja unachukua Mligo. Leo unakuwa na Mligo unaongeza Kibabage. Kwa hiyo umetoa 2 left back za kisasa, umeziondoa, umeleta wawili ambao they want to grow. Si kwamba tunamkosesha Kibabage, mchezaji mzuri lakini bado kijana mdogo, anataka kuendelea kukua, anahitaji miaka mitatu. Je, utakuwa tayari kukabila kombe ndani ya miaka 3? Unaelewa? Kwa hiyo kuna complex mathematics sasa hivi imekaa, ambako mimi nikiwa ninazungumzaga sometimes watu wanakuwa hawanielewi, yani wananichukulia negative sana. Kwa pengine mimi nazungumza kitu ambacho wengi wakiona, jicho langu mimi naona mbali ambako wao hawaoni, ndio wanakuwa nikiongea wanakuja wananiataki, lakini after time wote wanaunga mkono. Leo hii nilikuwa napitia hapa, nilikuwa napitia kwenye Instagram, nimeona interview ya GB64, nimeona interview ya Daktari Mo, nimeona interview ya Kisugu, nimeona interview ya Mandala, nimeona interview sio ya nani, ya Mziwanda. Wale wote influencer sina ni wa Simba. Wanachokizungumza mimi nilikizungumza miaka 2 iliyopita kwa evidence, na wengi wao wakaungana kuanza kuniataki kwamba naishambulia timu yao. Je, sana wenyewe leo wanashambulia timu yao? Hiki ambacho leo ameongea Dr. Mo, naye ashambulia timu ambacho ameongea GB64 kwa kipindi mpaka mimi alinitaki sana. Je, naye leo anashambulia timu? Anazungumza leo kwa viongozi watoke, leo anazungumza Yanga ni bora kuliko wao, yeye anazungumza Yanga wasajili vizuri kuliko wao. Lakini ni kijana wangu GB alinitaki mimi na sikujibu. Alifanya mpaka press akaniataki vibaya sana kwa mimi natumika na Yanga na nini vingi alizungumza. Ni kijana wangu ndio anazungumza hapa. Kumbe tunapokuwa tunazungumza hatuzungumzi tu pengine kuwataki. Mimi nipo kwa ajili ya kuzungumza mpira. Ndio kile ambacho nimechagua kuweza kufanya, na kuzungumza mpira niliponyooka kwamba wana mambo mengi ambayo natakiwa kae chini waweze kuyaangalia kama timu kwa mustakabali pekee. Kinyume na hapo kule tu sisi tushayaona haya leo. Hasa kama kuna changamoto tukataa, timu zinapitia kwenye transition period, yani kwenye period zinapitia. Ndio. Leo hii Manchester wanapitia kwenye kipindi kigumu. Kweli. Lakini je, Manchester msimu unapoanza wanasema wanataka ubingwa wa England? Hapana. Wanajenga timu. Ushakusikia? Wapo kimya kwamba sisi hatupo kwenye wakati wa kutaka ubingwa. Au Man City waache waende, Arsenal waende, tukikaa sasa tutakuta wapi? Juu. Kwa na wao wangeiondoa hiyo pressure. Kwa bwana sisi hizi sio title contender. Ikitokea flash, maana hata Leicester ashachukua bingwa wa Uingereza. Woga inaweza kutokea. Kweli. Sisi hatuko flash. Au Yanga, Azam na Singida acha pambane. Sisi ngoja tuendelee kujenga timu yetu. Tuchukue wakina Nixon, wakina Nangu, wakina nani tuwaunganishe. Tunaamini ndani ya msimu mmoja misimu miwili tutakuja kwa katika level zetu. Tutakwenda kuli juu. Hakuna ambaye angeblame. Kweli. Lakini una wasajili hao, afu tunakuja tuambia kwamba nataka nusu penali. Afu tukizungumza tuna jealous, no? Kwa hiyo binafsi mimi nafikiri ni usajili ambao unaendelea kuonyesha kwamba kuna safari ndefu ya kuweza kufika na kuna sehemu hapako sawa kwenye klabu. Sawa. Tukushukuru sana Chief kwa uchambuzi mzuri huo. Kabisa. Sana ungana na Mapunda kwa kumalizia tu. Unamuonaje Kibabage kiufundi sasa pale Simba Sports Club anaenda kuongeza nini kitaalamu? Bado kutakuwa na ugumu zaidi kwa sababu level ya Simba kwa sasa ni competition ya kimataifa zaidi, sio kwa soka la ndani. Na unapotaka compete kimataifa, tafsiri yake ni kwamba lazima upate ladha ya kimataifa ambayo inaweza ikakusaidia wewe kuweza kupambana. Walikuwa wanapatia sana kipindi cha nyuma, kulikuwa na mtu anaitwa Asante Kwasi, umeelewa vizuri, ambaye alikuwa akikompiti na Shabalala. Umeona walikuwa wanamchezaji kama Valentino Nouma anakompiti na Mohamed Hussein Shabalala. Kwa sasa toka aondoke Mohamed Hussein Shabalala, amebaki Mligo ambaye Mligo ni Mtanzania. Ndio. Anakuja kuletewa mbadala ambaye ni pia naye ni Mtanzania katika level ambazo zinafanana, na hata ukiniambia katika kiwango ambacho cha kiushindani kati ya Mligo pamoja na Kibabage, Mligo ana level kubwa sana ya ushindani ukimlinganisha na Kibabage. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza amepata game time ya kutosha ukimlinganisha na Kibabage. Amecheza mechi za kutosha akiwa pale Singida Black Star. Amecheza mechi za kutosha zaidi akiwa Mligo amecheza mechi za kutosha akiwa Simba Sports Club. Na toka alipokuwa ametoka timu yake awali amepata mechi ya kutosha, lakini ukimlinganisha na Mligo akiwa pale Singida Black Star amekuwa anaingia toka nyingi, ingawaje toka afike Miguel Gamondi amekuwa ni mchezaji ambaye anaaminiwa zaidi kwenye kikosi cha kwanza,
lakini hiyo haiondoi kwamba Mligo amepata game time ya kutosha na pia ameshapata intensity ya kucheza mechi kubwa dhidi ya Young African, yeye akiwa amecheza katika first 11 kwa dakika nyingi zaidi. Kwa hiyo kwa sasa kwenye current form namweka Mligo zaidi kuliko Kibabage. Kwa hiyo tulikuwa tunategemea tuweze kumpata mchezaji ambaye atakuja kumfanya Mligo aweze kujifunza zaidi na kuweza kutafuta jambo jipya kutoka kwa mchezaji huyo, na sio kuja kumleta wa level ambayo inaweza kufanana. Jambo hili walishapitiaga hata Young African. Kweli? Kipindi cha kina Juma Abdul Jafari Mnyamani akiwa namba 2, aliletewa Hassan Kesi kama utamkumbuka. Ndio. Lakini pia baadaye akaja akaongezwa Paul Godfrey. Paul Godfrey hakuwa namba 2, alikuwa ni namba 7, alitoka timu ya vijana. Anapandishwa kucheza senior team, akiwa anacheza akaenda kukompiti na Juma Abduli, akaenda kukompiti na kina Hassan Kesi. Hassan Kesi anaondoka, anabaki Juma Abduli, anabaki na Paul Godfrey. Nini ambacho kilikuja kutokea? Kwa sababu ukiangalia Juma Abduli hakupatiwa ile spirit ya kupambana kama ilivyokuwa huko nyuma wakiwa kina Mbuyu Twite ambao walikuwa wanaweza kukompiti vizuri katika nafasi yake. Alivyoletwa Paul Godfrey, kitu ambacho kilikuja kutokea ni kwamba Yanga ilipotea mapema zaidi katika eneo hilo la kuweza kujilinda. Na mpaka leo hii ukiangalia Paul Godfrey alianza kupambana akiwa mdogo, lakini leo hii umuone katika lamani ya mpira ameshapotea kabisa kwenye lamani, kwenye soka la ushindani. Kwa hiki ndicho ambacho naweza nikakiona kwa upande wa kina Anthony Mligo pamoja na Nixon Kibabage kwa Simba hii. Sisemi kwamba Kibabage hastahili kuchezea Simba, lakini nilikuwa natamani kuona Simba ikifanya kitu kikubwa zaidi ya hiki ambacho wameweza kukifanya, na kama Kibabage akibaki pale basi itakiwa aweze kumtafuta mbadala mwingine wa kimataifa aweze kucompete na Kibabage kama ilivyokuwa kwa Young African. Kibabage anaitumikia Young African, lakini kulikuwa na Joyce Lomalisa Mutambala, elewa vizuri lakini baadaye pia kukawa na Shedrack Isaka Boka, wote hao wameweza kucompete dhidi ya Nixon Kibabage. Lakini kinyume na hapo itakuwa hawajafanya jambo kubwa zaidi. Simba alikuwa anahusishwa na Kadim Diaw, ndio Kadim Diaw ambaye alikuwa anahusishwa kuja kucheza pale Simba Sports Club. Nafikiri ilikuwa ni chaguo sahihi zaidi kwa upande wa Simba kuliko hiki ambacho wameweza kukifanya hususan katika ushindano wa kimataifa. Sawa, Steve Mapunda, hii ni Sport Level ya Salamba Radio. Naitwa Nalinga Mfaume. Muda wote huu ulikuwa nami mwenyewe Chifu Chuma, lakini alikuwepo hapa Chifu Nzobani kama Zumfela, Dominic Salamba. Tuliweza kuangazia mambo mengi sana ikiwemo ratiba ya ligi kuu Tanzania bara, ambapo Simba Sports Club tuweza kuangalia ratiba yake dhidi ya Esperance kwenye michuano ya kimataifa home and away, lakini pia Al Ahli dhidi ya Young Africans ambapo itakuwa ni mechi nzuri sana. Lakini pia bila kusahau tumeangazia usajili wa Kibabage ndani ya Simba Sports Club. Utakuwa na manufaa gani? Tunaweza kumsikiza hapa Dominic Salamba, Chifu Nzobani kama Zumfela, ambaye ameweza kuchambua kwa uzuri sana, na amesisitiza kwamba aioni Simba iko kwenye mwelekeo ule, kwa sababu umeweza kuwafukuza wachezaji wazuri akina Mohamed Hussein na kina Valentino Uma, unakuja kuwaleta wachezaji ambao kwake yeye anaona ni level 2 tofauti. Bwana, hii ni Salamba Radio, usisahau hii ni Sport Level. Tukutane tena muda na wakati kama huu hapa hapa Salamba Radio. Shara.